Kulikuwa na asubuhi moja ya Septemba. Jua lilichomoza polepole juu ya milango ya chuo kikuu cha Nairobi. Wanafunzi walikuwa wakitembea huku na huko, wakibeba vitabu, wakicheka, wakianza safari mpya za maisha yao. Ilikuwa siku ya kwanza ya mwaka wa masomo. Brian Kamau alisimama kwenye mlango wa ukumbi wa masomo akiwa amevaa sare safi, saa ya dhahabu mkononi, na tabasamu la kijana aliyejua alikuwa mzuri. Alikuwa mwana wa pekee wa familia tajiri ya Kamau, familia iliyomiliki mashamba makubwa na hoteli 3 mjini. Brian alikuwa akijua tu mambo mazuri ya maisha. Hakuwahi kujua njaa. Hakuwahi kujua wasiwasi wa karo. Lakini siku ile aliona kitu alichokuwa hajawahi kukiona. Msichana mmoja alikuwa amekaa chini ya mti wa mbuyu pembeni ya ukumbi. Alikuwa akisoma kitabu kwa makini, ulimwengu wote ukiwa umezimika kwake. Nywele zake zilikuwa zimetenganishwa kwa unyoofu. Nguo zake zilikuwa rahisi, lakini alivyozivaa zilifanya aonekane kama malkia. Alikuwa Amina Hassan, binti wa familia ndogo ya Mombasa. Baba yake alifanya kazi bandari kwa miaka mingi. Mama yake alipika mandazi asubuhi na kuuza mtaani ili Amina aweze kwenda shule. Karo ya chuo ilipatikana kwa jasho na machozi ya wazazi wake wawili, na Amina alijua hilo vizuri sana. Kila siku alishukuri. Kila usiku alipiga magoti na kuomba. Brian alimtazama kwa sekunde moja tu, akajikuta miguu ikimwelekea kwake bila ruhusa ya akili yake. Samahani, kiti hiki kiko wazi. Amina aliinua macho yake polepole. Akamtazama. Hakufurahi wala kukimbia kama wasichana wengine walivyofanya walipoona Brian. Alisema tu, kiti ni cha chuo, si changu wala chako. Brian alitabasamu. Hakuwahi jibiwa hivyo na msichana yoyote. Hiyo ilikuwa mwanzo wa kila kitu. Wakaanza kukutana mara kwa mara, kwenye mkahawa wa chuo, kwenye maktaba, kwenye njia za darasa. Brian alimfuata Amina polepole, kama mto unavyofuata bahari. Na Amina, ingawa alijilinda mara nyingi, moyo wake ulianza kupasuka kidogo kidogo. Miaka 3 ilipita kama ndoto nzuri. Amina alimhudumia Brian kwa upole ambao Brian hakuwahi kuupata hata nyumbani kwao. Siku Brian alilazwa hospitali kwa malaria kali. Amina alicha mtihani wake wa muhimu na kukaa hospitalini siku 3 akimhudumia. Hakuomba chochote. Hakutaka shukurani. Alitaka tu apone. Wanafunzi wenzao walisema wazi wazi, hawa wataoa. Hakuna shaka. Na Amina, usiku wa utulivu, akilala kwenye chumba chake kidogo, alifikiria mavazi ya harusi, watoto 2 na nyumba yenye bustani ndogo. Ndoto yake ilikuwa na jina moja tu, Brian. Lakini ndoto nzuri nyingi zinaanza kuvunjika pale ambapo pesa zinapoingia katikati yake. Baada ya kuhitimu chuo, dunia ya Brian ilibadilika haraka kama mabadiliko ya hewa kabla ya mvua. Kampuni kubwa ya ujenzi ilimpa kazi. Mshahara wa kwanza ulikuwa mara 5 ya mshahara wa baba yake wa miaka mingi. Alihamia apartment nzuri Westlands. Alinunua gari jipya. Alivaa suti za bei ghali. Marafiki wapya waliingia maishani mwake, watu wa anasa, watu wa usiku, watu waliojua mikahawa ya bei kubwa na safari za nje ya nchi. Brian alionekana amefanikiwa, lakini ndani alikuwa anaanza kupotea. Katikati ya marafiki hao wapya, Diana Wanjiku aliingia polepole kama sumu tamu. Binti wa mjasiriamali mkubwa. Alipanda gari la kisasa. Alinuka manukato ya ghali. Alizungumza Kiingereza cha kujivunia. Kila alipoingia kwenye chumba, watu waligeuka kumtazama. Diana alimjua Brian tangu chuo, lakini wakati huo Brian alikuwa na Amina. Sasa, mlango ulikuwa wazi kidogo. Alianza kumpigia simu Brian polepole. Akamwalika kwenye matukio. Akamtumia zawadi ndogo ndogo. Na Brian, kijana aliyezoea kupendwa, alifurahia kila dakika ya uangalifu huo. Nyumbani kwa Kamau, mazungumzo yalianza kubadilika. Mama yake alikuwa wa kwanza kusema wazi, Brian, yule msichana wa Mombasa. Amina. Baba yake ni mpakuzi wa bandari. Mama yake anauza mandazi. Hii si familia yetu. Wewe ni Kamau. Tafuta mwanamke wa hadhi yako. Baba yake hakusema maneno mengi, lakini alitikisa kichwa kwa makubaliano. Brian alitaka kupinga. Alitaka, lakini maneno hayakutoka. Badala yake akanyamaza. Akainua kikombe chake cha chai. Akanywa polepole. Ukimya wake ulikuwa jibu. Kutoka siku hiyo, Brian alibadilika bila Amina kujua. Simu zilipungua. Kutoka kila siku hadi siku 2. Kutoka siku 2 hadi wiki nzima. Miadi ilifutwa mara kwa mara kwa udhuru mwepesi. Nina meeting. Nimechoka. Kesho tutaonana. Wakati marafiki wapya walipomuuliza kuhusu msichana wake, Brian alisema tu, mimi niko single.
Maneno yale yalitoka mdomoni mwake rahisi sana, kana kwamba miaka mitatu haikuwahi kutokea. Amina alihisi kila kitu, lakini akajifanya hajui. Usiku alipopiga simu and Brian hakujibu, alieleza moyoni mwake, ana kazi nyingi. Alipomwona picha za Brian kwenye mitandao, akicheka na watu wapya bila yeye, alisema moyoni, marafiki tu. Alipokwenda kumtembelea na Brian akasema ana wageni, alirudi nyumbani bila kulia. Akalia tu mlangoni mwa chumba chake. Amina alikuwa mtu wa imani, mtu wa uvumilivu, mtu aliyeamini upendo wa kweli hauvunjiki kwa upepo mdogo. Hakujua, upepo ule ulikuwa tayari umekuwa tufani. Na tufani ile ilikuwa inakuja moja kwa moja kwake, ikiwa na jina lake mwenyewe juu yake. Ilikuwa Ijumaa asubuhi. Simu ya Brian iliingia saa 3 asubuhi. Wakati Amina alikuwa amekaa kwenye chumba chake, akisoma Qur'ani yake ya asubuhi. Aliona jina lake kwenye skrini. Moyo wake uliruka. Miezi mirefu ya ukimya. Miezi mirefu ya udhuru. Miezi mirefu ya kujiuliza na kujijibu peke yake usiku baada ya usiku. Na sasa, alipiga simu. Amina alijibu haraka kuliko kawaida. Brian. Sauti ya Brian ilikuwa ya mbali, kana kwamba alikuwa akizungumza na mtu asiyemjua vizuri. Amina, nataka tukutane leo jioni, Java House Kilimani, saa 3 usiku. Nina kitu cha muhimu cha kukuambia. Hakusema zaidi. Akakata simu. Amina alikaa kimya kwa dakika chache, kisha tabasamu kubwa lilichanua usoni mwake. Alijua, alihisi. Moyo wake uliambia, hii ndiyo siku ile, siku aliyoisubiri kwa miaka mitatu. Siku aliyoiota usiku baada ya usiku. Siku ambayo Brian angemsimamia mbele ya watu na kusema maneno yale matamu, Amina, nioe. Alichagua gauni lake zuri la rangi ya waridi. Akanyoa nywele zake kwa makini. Akapaka manukato kidogo, yale aliyoyahifadhi kwa matukio maalum. Mbele ya kioo, alitabasamu kwa mtu alionekana furaha kabisa. Leo ndiyo siku yangu, alisema kimya kimya. Java House ilikuwa na kelele za kawaida za jioni, vikombe vya kahawa, mazungumzo ya watu, muziki wa chini wa mandhari. Amina aliingia akitazama huku na huko, akamwona Brian ameketi kona moja, peke yake, akitazama simu yake. Hakuinua macho yake alipomwona akija. Amina aliketi polepole mbele yake, uso wake ukiwa na tabasamu. Brian, umekaa vizuri. Umechelewa kunipigia. Amina. Sauti yake ilikata maneno yake kama kisu. Baridi. Ngumu. Isiyo na hisia. Amina alimtazama. Kitu fulani kilimfanya agande. Brian aliweka simu yake mezani. Akainua macho yake, lakini macho yale hayakuwa macho aliyoyajua. Hayakuwa macho ya Brian aliyempenda. Yalikuwa macho ya mgeni. Nimekuita kukuambia kitu. Ninataka usikie vizuri na uelewe. Amina alimeza mate. Akanyamaza. Ninaoa Diana. Harusi ni wiki ijayo. Tayari kila kitu kimepangwa. Familia zote zimekutana. Ukumbi umefanywa. Nimekuita kukuambia wewe mwenyewe, kwa sababu ulistahili kusikia moja kwa moja. Ukimya. Ukimya mzito kama jiwe kubwa lililowekwa kifuani mwa Amina. Sekunde 1, 2, 3. Wiki ijayo. Sauti yake ilikuwa ya chini, karibu kupotea ndani ya kelele za mgahawa. Ulikuwa ukipanga harusi. Wakati ulikuwa bado unanipigia simu. Wakati nilikuwa bado nikiamini. Brian hakujibu. Badala yake, akainua simu yake na kuanza kuscroll. Kana kwamba Amina hakuwepo. Kana kwamba miaka mitatu haikuwepo. Kana kwamba machozi yaliyokuwa sasa yakishindwa kuzuiwa machoni pa Amina hayakuwepo. Amina alisimama polepole. Hakupiga kelele. Hakumwaga maji. Hakumtupa maneno ya hasira. Hakumwomba achague tena. Alichukua mkoba wake kwa mikono iliyotetemeka kidogo. Akavaa uso wa utulivu. Uso wa mtu aliyeamua kitu kikubwa ndani ya sekunde chache. Akatembea kuelekea mlangoni, mguu mmoja mbele ya mwingine, polepole, kwa heshima, kwa utu. Mlango wa Java House ulifunguka. Diana na usiku wa Nairobi ulimkaribishwa. Hatua 3 nje ya mgahawa, miguu yake ilisimama. Mkoba ulianguka mkononi. Mikono yake ilifunika mdomo wake. Na kisha, kilio kilichokuwa kimeshikiliwa kwa nguvu zote za moyo wake, kilitoka. Sio kelele, sio sauti kubwa. Ilikuwa kilio cha kimya cha ndani, cha mtu ambaye ndoto yake yote ilimwagika chini kama maji ya kioo kilichovunjika. Wapita njia walitazama. Hakujali. Alisimama pale gizani, peke yake kabisa, na kulia kwa mtu aliyepoteza kitu ambacho hakitarudi tena. Lakini usiku ule wa machozi ulikuwa mwisho wa Amina wa zamani, na mwanzo wa Amina
ambaye dunia haikuwa tayari kumjua. Jumamosi ya harusi iliwadia kama dhoruba ya maua. Hoteli ya Serena Nairobi ilikuwa imepambwa tangu alfajiri. Maua ya waridi na dhahabu kila upande. Taa za kristali zikining'inia dari. Zulia nyekundu ukienea kutoka mlangoni hadi ukumbini. Magari ya kifahari, Mercedes, Range Rover, BMW, yalipanga safu nje kama maonyesho ya uwezo. Watu mashuhuri walitembea, wakiwa wamevaa mavazi ya bei kubwa, wakicheka, wakipiga picha, wakisherehekea. Kwa nje, ilikuwa harusi ya ndoto. Brian alisimama mbele ya kioo kikubwa cha chumba chake, suti yake nyeupe ya Gucci ilimfaa vizuri, kravati ya dhahabu, viatu vilivyong'aa, nywele zilizonyolewa safi. Alikuwa mzuri. Alijua alikuwa mzuri. Lakini alipotazama macho yake mwenyewe kwenye kioo, alikuta utupu. Rafiki yake James alimgonga begani. "Bro, leo ni siku yako. Furahia." Brian alitabasamu kwa nguvu. Tabasamu la nje tu. Sherehe iliendelea kwa furaha kubwa. Diana alionekana mzuri, gauni lake la Verawang lililomfunika vizuri, taji yake ya almasi ikitoa mwanga, uso wake ukiwa na mapambo ya ustadi wa juu. Watu walipiga makofi walipoingia ukumbini pamoja. Lakini wakati Brian alishika mkono wa Diana kusimama mbele ya padri, akamwona Amina. Sio kweli, bali alikuwa amemwona akilini mwake. Uso wake, tabasamu lake la kweli, macho yake ya amani. Siku ile hospitalini alipomhudumia usiku kucha bila kulala. Brian alipiga macho haraka. Akarudi kwenye ukweli. "Brian, unasema ndio?" Padri alimwangalia akisubiri. "Nani ndio?" alisema, sauti yake ikitetemeka kidogo. Diana hakusikia mtetemeko huo. Watu hawakusikia. Lakini Brian alisikia. Na alijua moyoni mwake ukweli ambao hakutaka kukubali. Usiku wa harusi, chumba cha penthouse kilikuwa na mapambo ya kupendeza. Maua, taa za waridi, muziki wa polepole. Brian alikaa kitandani akitazama dari. Diana alikuwa ameingia bafuni. Akafunga macho yake kwa muda tu. Na aliseri. Na ndoto iliingia haraka. Aliona Amina akikaa chini ya mti wa mbuyu wa chuo, akisoma kitabu, nywele zake zikiwa zimetenganishwa. Alimuita, hakujibu. Alimkaribia, alitoweka. Amina aliamka ghafla, jasho likimtoka usoni na shingoni. Chumba kilikuwa kimya. Diana aliingia kutoka bafuni akimwangalia. "Una nini? Uliota nini?" "Si kitu, maji tu." Akaendelea kutazama dari gizani. Jibu lake lilikuwa uongo, na wote wawili walijua. Miezi 6 ya ndoa ilipita kama miaka 6 ya mateso ya polepole. Diana wa harusi alikuwa tofauti kabisa na Diana wa ndani ya nyumba. Asubuhi hakupika. Alimwambia Brian apike mwenyewe au aagize chakula. Nyumba hakujali. Msaidizi wa nyumbani alifukuzwa kwa sababu ya ugomvi mdogo, na Diana hakujali kubadilisha. Pesa zilimwagika kama mto. Shopping za Westgate, safari za Dubai na Paris na London. Zawadi kwa marafiki zake wa anasa, watu ambao Brian hakuwajua hata majina yao. Usiku, Diana alirudi nyumbani akichoka, akijitenga, akizungumza na simu yake zaidi kuliko na mume wake. Brian alikaa chumba cha kulia peke yake, akila chakula alichojitengenezea mwenyewe na kufikiri. Siku moja akiangalia picha za zamani za simu yake, alikutana na picha moja ya Amina. Walikuwa wamepiga picha kwenye maktaba ya chuo, Amina akicheka, vitabu mkononi, uso wake ukiwa na furaha ya kweli kabisa. Brian alitazama picha ile kwa muda mrefu. Kisha akaweka simu chini polepole, akafunika uso wake kwa mikono miwili na kusema kimya kimya maneno yaliyomchoma moyoni. "Nilipoteza dhahabu ya kweli, nikachagua glasi iliyong'aa tu, na sasa glasi imevunjika. Niko na mikono michafu ya vipande, na dhahabu ile haipo tena." Lakini dhahabu ile ilikuwa mbali zaidi alivyofikiri, na ilikuwa inang'aa zaidi ya hapo awali. Usiku ule baada ya Java House, Amina alirudi nyumbani akiwa amevunjika vipande vidogo vidogo. Alifunga mlango wa chumba chake. Akavua gauni lake la waridi, lile alilolihifadhi kwa siku ya pendekezo la ndoa. Akalitupa pembeni. Akakaa kitandani, magoti kifuani, na kulia kwa muda mrefu bila kujua muda unapita. Mama yake aligonga mlango usiku wa manane. "Amina, kula kitu angalau." "Si njaa mama." "Lala." Mama yake alibaki mlangoni kwa dakika chache, akisikia kilio cha binti yake kwa moyo uliougua. Kisha akatembea polepole, akamwachia nafasi ya kujiumba. Siku 3 Amina hakutoka chumbani. Siku ya 4 alfajiri alisimama. Alikwenda bafuni. Akaosha uso wake.
Akitazama kwenye kioo, macho yaliyovimba, uso uliochoka, lakini kitu kipya kilianza kuwaka ndani ya macho yale. Kitu ambacho hakikuwepo kabla. Kitu kigumu, kitu cha moto wa polepole. Akasema kimya kimya kwa mtu aliyemtazama kwenye kioo. Machozi yako ya leo ndiyo nguvu zako za kesho. Usimruhusu yeyote kufuta hadithi yako. Amina mpya alizaliwa siku ile asubuhi. Alirudi chuo kukamilisha masomo yake yaliyokuwa yamebaki semesta moja tu. Watu walimuuliza maswali. Akatabasamu tu. Akueleza. Maumivu yake yakawa siri yake ya nguvu. Akihitimu, hakusherehekea kwa kelele. Alipiga picha moja na mama yake na baba yake nje ya ukumbi. Baba yake alimkumbatia kwa muda mrefu bila kusema neno, na kukumbatia kwake kulisema kila kitu. Miezi miwili baadaye, Amina alichukua mkopo mdogo wa benki ya serikali. Shilingi 50,000 tu. Watu wengi wangeona pesa ndogo. Amina aliona mbegu. Alianza kutengeneza nguo nyumbani, akitumia mashine ya kushona ya mama yake iliyokuwa imechoka kidogo. Alifanya nguo za mitindo ya kisasa ya Kiafrika, ankara zilizoshonwa kwa ustadi, rangi zilizochaguliwa kwa makini. Akaanza kuuza mitandaoni, Instagram, WhatsApp groups, Facebook. Wiki ya kwanza, aliuza nguo 3. Wiki ya pili, 8. Mwezi wa 3, orodha ya wateja ilikuwa ndefu kuliko wakati wake. Mikono ile ile iliyopika chakula cha Brian hospitalini, sasa zilikuwa zikitengeneza utajiri wake mwenyewe. Mwaka wa kwanza, alifungua duka dogo Mombasa, chumba kimoja, rafu chache, mwanga mmoja wa juu. Wateja waliingia kwa udadisi, wakarudi kwa upendo. Mwaka wa pili, duka la pili, Nairobi Westlands. Miezi 6 baadaye, duka la 3, Kisumu. Wafanyakazi wake wa kwanza walikuwa vijana kama yeye, waliokosa kazi, waliohitaji nafasi. Amina aliwapa nafasi bila kusita, kwa sababu alijua hisia ya kukosa msaada. Gari lake la kwanza, Toyota Vitz nyekundu, alilonunua mwezi wa 24, alilia ndani yake peke yake dakika 5 kabla ya kuanza injini. Sio kwa huzuni, kwa shukurani. Ulinikinga na ndoa iliyoniharibu, ukanipa nguvu ya kujijenga mimi mwenyewe. Asante. Amina hakumtafuta Brian siku moja. Hakuangalia ukurasa wake wa Instagram. Hakuuliza habari zake kwa marafiki wa pamoja. Sio kwa sababu ya chuki, bali kwa sababu hakuhitaji. Alikuwa amegundua ukweli mkubwa, kwamba upendo wa kweli wa kwanza unapaswa kuwa upendo wa nafsi yako mwenyewe. Na upendo huo, hakuna mtu anayeweza kukuibia. Wakati Brian alikuwa kila peke yake chumba cha kulia akiangalia picha yake ya zamani, Amina alikuwa akisaini mkataba wa duka lake la 4. Ndoa ya Brian na Diana haikufa kwa kelele kubwa. Ilikufa polepole. Kama mwali wa mshumaa unaozimika upepo mdogo mdogo hadi giza linaingia bila kutarajiwa. Miaka 2.5 ya ndoa ilikuwa mfululizo wa ugomvi, ukimya na umbali uliokuwa ukikua kila siku. Diana alitumia pesa bila kujali. Brian alimwambia asimame. Diana alimjibu kwa dharau. Brian alinyamaza. Diana alitoweka usiku. Akarudi asubuhi bila maelezo. Brian aliuliza. Diana alimgeuka mgongo. Hadi siku ile ya Jumatano. Brian alirudi nyumbani mapema kutoka kazi, akakuta nyumba tupu. Nguo za Diana zimechukuliwa. Sanduku lake kubwa la mapambo tupu. Friji ilikuwa na chupa moja ya maji tu. Juu ya meza ya jikoni, karatasi moja iliyoandikwa kwa haraka. Brian, nimekwenda. Usinipigie. Chini ya karatasi, pete yake ya ndoa. Brian alikaa kwenye kiti cha jikoni kwa muda mrefu, akitazama pete ile ndogo iliyong'aa chini ya taa ya jioni. Hakuomboleza. Hakuweza hata kuomboleza. Kwa sababu sehemu yake ndani alijua. Alijua tangu siku ya harusi, kwamba jengo hili lilikuwa limejengwa juu ya mchanga. Miezi iliyofuata ilikuwa maumivu ya aina nyingine. Kazi ilishuka, akili yake haikuwepo ofisini. Makosa madogo madogo yalirundamana hadi mkurugenzi alimuita ofisini. Brian, tunakupunguza mshahara kwa 30%. Kama hali haibadiliki, tutazungumza tena. Marafiki walianza kupotea, wale marafiki wa usiku wa anasa, wa mikahawa ya bei kubwa. Simu zao zilipungua. Mialiko ilisimama. Ilikuwa wazi, walikuwa marafiki wa mfuko, sio wa moyo. Hata familia ilimgeuka kidogo. Mama yake, yule aliyemwambia Amina hana hadhi, sasa alimpigia simu mara moja tu kwa mwezi. Mazungumzo yalikuwa mafupi na baridi, kama mtu anayezungumza na mgeni. Brian alibaki peke yake, kweli kweli peke yake.
katika apartment ile nzuri ya Westlands iliyokuwa sasa inahisi kama gereza la mapambo. Usiku mmoja wa Ijumaa, akiwa ameketi kwenye sofa akivaa nguo za nyumbani zilizochoka, bakuli la wali uliobaridi mbele yake bila kuliwa, alipiga runinga, channel ya habari za biashara, na hapo uso ule ulimtoka moyoni mara moja. Amina Hassan akikaa kwenye kiti cha interview, amevaa suti ya Ankara ya blue iliyomfaa vizuri, nywele zake zikiwa zimepangwa kwa urembo wa heshima, akizungumza kwa ujasiri na mwanahabari. Biashara yangu ilianza kwa mkopo wa shilingi 50,000. Leo tuna maduka 6 nchi nzima na wafanyakazi 74. Siri yangu, kujua kwamba maumivu si mwisho, ni mwanzo tu. Mwanahabari alitabasamu, na tunakupongeza kwa tuzo ya mfanyabiashara bora wa mwaka. Brian alifyatua runinga. Chumba kilikuwa kimya kabisa. Aliweka kichwa chake mikononi mwake, mikono ile ile iliyoinua simu na kumwacha Amina akilia nje ya Java House, na maneno yalitoka yenyewe kwa sauti ya chini iliyomchoma. Nilimharibia msichana aliyenipenda kweli kweli, kwa mwanamke aliyenipenda pesa zangu tu. Niliacha dhahabu, nikachukua jiwe lililofunikwa dhahabu bandia. Machozi yalikuja bila ruhusa. Hayakuwa machozi ya kupoteza Diana. Yalikuwa machozi ya kitu kikubwa zaidi, machozi ya kujutia uamuzi ambao haukuweza kubadilishwa. Alichukua simu yake, akitafuta kwa vidole vilivyotetemeka kidogo. Amina Hassan, nambari ile ile ya zamani, alikuwa bado anaihifadhi. Hata hakujua kwa nini. Labda sehemu ndogo ya moyo wake ilijua siku hii ingefika. Simu ilipiga mara moja, 2, 3. Ndiyo, sauti ile ile, lakini tofauti. Ilikuwa na nguvu zaidi, utulivu zaidi, kama mtu aliyepita kwenye dhoruba na kutoka upande wa pili, akiwa imara zaidi kuliko alivyoingia. Brian alimeza mate. Amina, ni mimi. Brian, najua huna sababu ya kusikiliza, lakini nilitaka tu kusema, nilikukosea sana, na ninajuta kila siku. Upande wa pili, ukimya mfupi. Kisha sauti ya Amina ilirudi, bila hasira, bila machozi, bila mtetemeko. Sauti ya mtu aliyepona kabisa. Brian, nimekusamehe muda mrefu uliopita, lakini babu yangu alinifundisha kitu kimoja ambacho sikisahau kamwe. Msamaha si kurudi. Msamaha ni kujiachilia wewe mwenyewe huru. Umepata msamaha wangu. Uishi vizuri. Tik. Simu ilikata. Brian alibaki akishikilia simu yake, ukimya wa chumba ukimzunguka pande zote, na kwa mara ya kwanza katika maisha yake yote, hakujua kusema neno moja. Na Amina aliweka simu yake chini, akaendelea kusaini karatasi za duka lake la 7, tabasamu dogo likicheza mdomo wake. Tabasamu la mtu aliyejua thamani yake vizuri sana. Maisha yana haki yake ya ajabu. Yule unayemdharau leo anaweza kuwa mkombozi wako kesho. Yule unayemwacha kwa sababu ya pesa anaweza kuwa utajiri wako uliokuwepo mbele yako daima. Brian alitafuta daraja, akakanyaga daraja. Alitafuta dhahabu, akaacha dhahabu, akachukua majivu. Na Amina, yule aliyefikiriwa hana thamani, alijibu dunia kwa vitendo, sio maneno. Hakuomba kisasi. Hakusubiri Brian aanguke. Alifanya kitu kimoja tu ambacho kina nguvu zaidi ya chochote duniani. Alijijengea maisha yake mwenyewe. Usijali wanaokudharau leo. Jibu lako si maneno. Ni maisha unayoijenga kimya kimya kila asubuhi unapoamka na kujaribu tena.